ni kwa sababu ulifanya kitu kizuri sana. Superwoman. Wow. Kwa huu wivu ambao Violet ameweza kuonyesha kwa Manyanya, ni dhahiri kabisa kwamba siku akija kufahamu kwamba ule mchepuko wa Manyanya ambaye ni Matrida wamesharudiana na Manyanya, basi sijui kama anaweza kustahimili, anaweza kapoteza maisha kabisa kwa mshtuko. Sasa kama na wewe ni mmoja kati ya watu ambao umeweza kushangaa sana baada ya Violet kuonyesha wivu mkubwa sana kwa yule mteja wa Manyanya ambaye alikuwa anakuja pale kwa Manyanya ili kusudi kupata elimu kuhusiana na hiyo kesi yake, basi tuonyeshe upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Lakini pia mwishoni utakwenda kuniachia comment yako kuhusiana na kitu ambacho ninakuja kuzungumza na wewe siku hii ya leo. Sasa tangia Violet bwana aweze kuwa amemkosa Manyanya na Manyanya akawa kwenye penzi zito na Matrida, kile kipindi cha mara ya kwanza Violet alijaribu kutafuta kila namna kuhakikisha kwamba anaweza kurudisha heshima ya ndoa yake ndani. Alijaribu kwa kila namna. Kuna kipindi alikwenda kwa mama yake kuomba msaada, kuomba ushauri, lakini mama yake aliweza kumshauri vitu vya kipuzi sana na kumwambia, wewe ni mwanamke ambaye una pesa, una elimu yako bwana, tafuta mwanaume mwingine. Kwani Manyanya ni kitu gani? Kwanza mtu mwenyewe mwembamba, hana muonekano. Kwa hiyo Violet alifanya mambo mengi sana kuhakikisha kwamba anaweza kumrudisha Manyanya pale nyumbani, na mwisho wa siku akaja kuwaita wazazi wa Manyanya ndio ambao waliweza kurekebisha ndoa yake. Hata wale dada zake hawakuweza kumsaidia katika namna moja au nyingine, na ndio maana sasa hivi Violet anaonekana kuwa analinda sana heshima yake kwa hali na mali, kuhakikisha kwamba hakuna dosari wala doa lolote lile ambalo linaweza kuingia katika ndoa yake na kumfanya yeye awe mbali na mume wake. Sasa kitu ambacho akifahamu Violet ni kwamba yule mwanamke ambaye alikuwa anamfanya Manyanya mara ya kwanza anakuwa mbali na yeye, anafanya Manyanya hamjari. Yule mtu ambaye alikuwa anamvuruga sana Manyanya basi tayari wamesharudiana. Sasa Violet kama akija kufahamu hii siri ya kwamba Manyanya amerudiana na ule mchepuko wake, basi sijui ni kitu gani ambacho atakwenda kukifanya. Tena laiti kama akija kufahamu kwamba huyo mchepuko basi tayari ana ujauzito wa Manyanya, sijui atakwenda kufanya nini maskini, kwa sababu Violet yeye tunachofahamu kama Violet bwana alikuwa anatumia uzazi wa mpango, na mpaka sasa hivi Violet hana mimba. Kwa akija kufahamu kabisa kwamba huo mchepuko wa Manyanya kwamba tayari una ujauzito wa Manyanya, sijui Violet atakuwa katika hali gani. Lakini pia mtu ambaye anaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha kumfahamisha Violet kwamba Matrida ana ujauzito wa Manyanya atakuwa ni Catherine. Catherine ambaye amekuwa mara nyingi sana anahakikisha kwamba Matrida hawi na furaha, hawezi kuwa na Manyanya, basi ndiye huyo mtu ambaye ikija ikifahamika siku moja kwamba Catherine akaja kumfahamu Violet ndiye mke wa Manyanya, basi anaweza akamchonganisha Matrida kwa Violet ili kusudi Matrida aweze kuachika na yeye Catherine, basi aweze kujitafutia nafasi fulani hivi katika moyo wa Manyanya. Ni kitu ambacho hakitakuja kuwezekana Catherine anakuja kupendwa na Manyanya, lakini atahakikisha kwamba anamharibia rafiki yake Matrida, kwa sababu kitu ambacho yeye anakiona kwa Matrida ni kwamba Matrida anaenjoy sana, Matrida anapendwa na Manyanya, na tena kikubwa zaidi ni kwamba tayari kishabeba ujauzito. Kwa Catherine siku moja akija kumfahamu Violet kwamba huyu ndiye mke wa Manyanya, basi kuna uwezekano mkubwa sana Catherine akaweza kuharibu uhusiano wa Matrida pamoja na Manyanya. Sasa ukiwa kama shabiki wa movie hii ya Dunia na ambaye unaipenda sana movie hii, naomba niandikie comment yako hapo chini kwenye comment section. Wewe unadhani ni kwamba kipindi ambacho Violet labda akaja kufanikiwa kumfahamu Matrida kwamba ndiye mchepuko wa Manyanya na tayari ana ujauzito, wewe unadhani Violet atakuwa katika wakati gani? Lakini pia unamshauri nini Violet kutokana na hiki kitu ambacho kinaendelea kutokea, kwamba aendeleze mapenzi ya dhati kwa Manyanya, au ni kwamba kwa sababu Manyanya amesharudi katika imani yake basi ajisahau, arudi katika zile zama zake za mara ya kwanza za kujiona yeye ndio? Niachie comment yako hapo chini kwenye comment section kuhusiana na haya mambo ambayo nimekujuza hapa hivi. Lakini la muhimu tu usisahau kusubscribe. Langu jina ni Neema Gabi na hii ni Swahili Films. Mpaka wakati mwingine, bye bye.